Utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kutafakari kabla ya kuchukua hatua. Una nguvu ya ndani na msukumo wa kufanya makubwa, lakini mafanikio yako yatategemea subira na mpangilio. Katika kazi siku hii ya leo, epuka maamuzi ya haraka. Katika mapenzi siku hii ya leo, mvuto wako ni mkubwa, lakini kusikiliza ni silaha yako ya karibu zaidi leo. Pumzika kidogo na tafakari malengo yako mapya. Rangi ya bahati ni nyekundu iliyotulia. Nambari ya bahati ni 1 na 9. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni mdarasini na tangawizi. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utahisi utulivu ukikuvuta karibu na vitu vya asili na starehe. Ni siku nzuri ya kuimarisha mahusiano na kupanga malengo ya kifedha. Katika kazi siku hii ya leo, subira na uaminifu vinaweza kukuletea mafanikio ya kimya kimya. Katika mapenzi siku hii ya leo, ukaribu na miguso midogo ya upendo vitazaa matunda. Tafuta kitu kizuri cha kufanya nyumbani ambacho kitakupatia furaha ya kweli. Rangi ya bahati ni dhahabu. Nambari ya bahati ni 6 na 2. Mafusho ni mvinje. Manukato ni vanila na pachol. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Siku ya leo akili yako itakuwa imara na mazungumzo yako yatawavutia wengi. Ni muda mzuri wa kutoa maoni yako kazini au kuzungumza mambo ya moyoni na mpendwa wako. Fursa za kujifunza jambo jipya au kuanza mawasiliano yaliyokwama zitajitokeza. Usikose kusikiliza pia, ujumbe muhimu unaweza kujificha kwenye maneno ya mtu mwingine. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari. Nambari ya bahati ni 3 na 5. Mafusho ni lavenda. Manukato ni jasmine na minti. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo moyo wako utakuwa na nguvu ya kipekee ya kuhisi hisia za wengine. Ni siku nzuri ya kushughulikia masuala ya kifamilia au kufanya mazungumzo ya ndani na wapendwa wako. Uaminifu na huruma yako vitakupa nafasi ya kurekebisha hali zilizokuwa zimevurugika. Kazini siku hii ya leo, usiogope kuonyesha upande wako wa kibinadamu. Utabeba timu yako kwa hekima na moyo. Rangi ya bahati ni nyeupe. Nambari ya bahati ni 2 na 7. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni rose au vanilla. Tukiangazia nyota ya simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku yako ya kung'ara. Miale ya jua inakuangaza, ikikupa mvuto wa asili na nguvu ya kuongoza. Kazini au nyumbani, watu wanakuangalia kwa matumaini. Tumia nafasi hii kutoa msukumo mzuri kwa wengine. Katika mahusiano siku hii ya leo, kuwa na muda wa kweli kwa wapendwa wako kutakuletea ukaribu wa kipekee. Onyesha shukrani na utaona upendo ukirudi mara 2 zaidi. Rangi ya bahati ni dhahabu au chungwa. Nambari ya bahati ni 1 na 9. Mafusho ni frankincense. Manukato ni amba au cinnamon. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya mpangilio na mafanikio kwa mashuke. Akili yako iko makini na uwezo wako wa kuchambua mambo unakuweka mbele ya wengine. Kazini siku hii ya leo, mipango yako thabiti italeta mafanikio makubwa. Kumbuka kushirikiana na wengine kwa matokeo bora zaidi. Katika mahusiano siku hii ya leo,
maneno ya upole yanaweza kuponya na kuleta maelewano. Usisahau kujipumzisha kidogo na kujitunza. Rangi ya bahati ni kijani mpauko au hudhurungi. Nambari ya bahati ni 5 na 14. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni lavender au patchouli. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya utulivu na uzani kwa mizani. Uwezo wako wa kuona pande zote mbili za jambo utakusaidia kutatua migogoro kwa busara kazini na nyumbani. Weka uzito kwenye ubunifu, kitu kipya kinaweza kuibuka kupitia sanaa au uandishi. Katika mapenzi siku hii ya leo, mazungumzo ya kina yataleta ukaribu zaidi. Epuka kusitasita, amua kwa moyo mzito lakini kwa hekima. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari au waridi hafifu. Nambari ya bahati ni 6 na 24. Mafusho ni rose au frankincense. Manukato ni jasmine au vanilla. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nge unazidi kung'aa kwa nguvu ya ndani na mvuto wa ajabu. Mambo ya kazi yanahitaji umakini, lakini usikubali hasira au msukumo wa ndani kuharibu taswira yako. Katika mapenzi siku hii ya leo, utamu wa hisia zako unavutia, ila hakikisha mawasiliano yako ni ya wazi na ya kweli. Ukimya unaweza kutafsiriwa vibaya. Leo pia ni siku nzuri ya kuanza mabadiliko ya ndani au mazoezi ya kiroho. Rangi ya bahati ni zambarau au nyeusi. Nambari ya bahati ni 9 na 18. Mafusho ni sandalwood au mirhi. Manukato ni patchouli au muski. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo moyo wako ujasiri na kupenda uhuru unakupa nafasi ya kuvumbua mambo mapya. Kazi au masuala ya kifedha yanaweza kuhitaji maamuzi ya haraka, lakini usisahau kushauriana kabla ya kuchukua hatua. Katika mapenzi siku hii ya leo ni muda mzuri wa kuzungumza ndoto zenu au mipango yenu ya baadaye. Tafuta nafasi ya kutuliza akili yako kwa kusafiri au hata kutembea sehemu mpya. Rangi ya bahati ni samawati au turquoise. Nambari ya bahati ni 3 na 7. Mafusho ni mkaratusi. Manukato ni citrus au lemon grass. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo dunia inaweka njia ya mafanikio mbele yako, lakini ni juhudi zako za kimya kimya ndizo zitakazokuletea matokeo. Usikate tamaa kama wengine hawaoni haraka thamani yako. Kazi nzuri hujitangaza yenyewe kwa wakati. Katika mapenzi siku hii ya leo, utulivu na uwazi vitakuvuta karibu zaidi na mwenza wako. Jitunze kimwili kwa mazoezi mepesi na ratiba madhubuti. Rangi ya bahati ni kahawia au kijivu. Nambari ya bahati ni 4 na 8. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni patchouli au vanilla. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo akili yako iko mbio na maono yako ya mbali yanavutia wengi. Ni siku nzuri ya kujaribu jambo jipya au kuwasiliana na watu wa fikra tofauti. Katika kazi siku hii ya leo, ubunifu wako unaweza kuwa suluhisho la changamoto. Katika mapenzi siku hii ya leo, onyesha hisia zako kwa njia ya kipekee, inaweza kuleta ukaribu zaidi. Kumbuka kupumzika na kufanya jambo linalokufurahisha. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari au turquoise. Nambari ya bahati ni 11 na 7. Mafusho ni lavender. Manukato ni peppermint au jasmine. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kutuliza akili na kuungana na hisia zako za ndani. Uwezo wako wa kiintuition ni mkubwa, utahisi mambo kabla hayajatokea. Katika kazi au masuala ya nyumbani,
ruhusu moyo wako kukuongoza. Mapenzi yako yanaweza kuchanua zaidi leo kama utazungumza kwa upole na kuelewa hisia za mwenza wako. Usisahau kutafuta faraja kwa sanaa au muziki. Rangi ya bahati ni zambarau nyepesi au samawati. Nambari ya bahati ni 3 na 12. Mafusho ni sandalwood au rozi. Manukato siku hii ya leo ni lavender au vanilla. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri. Bye bye.